Good morning. Karibu katika this episode ambayo naenda kupeleka katika haya hii yetu chapter 17. Katika siku ya leo naomba tusomee verse 6 peke yake ili tuweze kujua ni kimtumishi wa Mungu Yohana anachokisumusia. Katika verse hii inasema ya kwamba nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi ya Yesu, nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu. Ya kwamba mtumishi wa Mungu Yohana anapozungumzia kuhusu haya hii ya 17, bado tunazungumzia ule mwanamke ambaye anaonekana amevaa mavazi ya rangi nyingi, ya rangi ya purple, akiwa amevaa vitu kama gold. Huyu mwanamke baada anakalia katika juu ya maji mengi, na huyu mwanamke anaonekana amebeba mvinyo, na mvinyo huu anaulewesha ulimwengu. Katika verse hii ya verse 6 inasema ya kwamba ule mwanamke, na tunapozungumzia mwanamke katika unabii tunaendelea kusema ya kwamba lile kanisa. Mtumishi wa Mungu Yohana anasema ya kwamba na nikamwona yule mwanamke ama nikaona lile kanisa ambayo amekuwa amelewa na damu ya watakatifu. Ya kwamba ili kanisa limekuwa likifanya mambo ambayo si mazuri kwa watakatifu wa Mungu. Limelewa kwa damu ya watakatifu. Inamaanisha nini? Ili kanisa ambalo tunasema kwamba litakuwa katika nyakati za mwisho, kanisa hili litakuwa limehusika kwa kuuawa kwa ambao ni watakatifu wa Mungu. Kwa hivyo damu ya wale saints ambao watakuwa wamewaua kwa kupitia kukataa ile amri yao, ya kwamba huyu mwanamke ama hili kanisa linaonekana limelewa na damu ya watakatifu, ya kwamba limeua watakatifu wa Mungu na wale ambao wamekataa kukuwa mashahidi wao. Ya kwamba mtumishi wa Mungu anaendelea akisema ya kwamba katika wakati huo huyu mtumishi wa Mungu Yohana anaonekana akimwona ule mwanamke ambaye alikuwa ameketi juu ya ule inji ama maji mengi. Tunaambiwa ya kwamba maji mengi katika unabii ni watu wengi, ni mataifa, ni kundi la watu wengi tu. Ya kwamba huyu mwanamke ama hili kanisa limekalia watu wengi. Unaposikia unabii nasema ya kwamba limeketi, kanisa hili unapokalia ili uweze kufanya kukuwa na control ya kutosha kwa kitu, unakikanyaga na unakikalia. Kwa hivyo hili kanisa linaonekana ya kwamba limekalia watu wengi ama mataifa mengi na viongozi walio humo ndani, na katika kukalia hawa watu wengi exert control kwa hawa watu, na anaonekana akiwa amelewa kwa damu ya watakatifu walio washahidi wa Yesu, ya kwamba ameua wateule, the saints, katika wakati huo, na anaonekana ya kwamba sasa katika maisha ya hili kanisa inaonekana ni kwamba linafanya kinyume na wale wote ambao watakuwa wametangaza msimamo wa kumfuata Yesu Kristo. Kwa hivyo katika haya inasema nini? Kulewa kumfinyo mafundisho yake ambayo wamepea dunia mzima. Kuna wale watakuwa wamekataa yale mafundisho ya uongo, na wale ambao watakuwa wamekataa mafundisho ya uongo, tunaambiwa kwamba kanisa hili litawakanyagilia chini na litawaua, na wakati itakuwa limewaua litaonekana ya kwamba limeweza kulewa kwa damu yao. Kwa hivyo Mungu atusaidie tunapoendelea kukua katika kipindi hiki cha kufunga historia ya dunia hii, tuweze kuwa katika upande ulio mzuri, sio upande wa huyu kanisa ama hili kanisa ambalo linaenda kufunga historia na kutimiza unabii. Mungu awabariki sana.